Huyu shekhe huyu juzi aliulizwa swali katika masaili yanayofungamana na kutamka nia. Kwani je, yafaa kutamka nia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila sirat mustaqim. Ndugu zangu waislamu, miongoni mwa mambo muhimu ambayo muislamu yeyote mwenye ghera na uislamu wake, mwenye wivu na uislamu wake inatakiwa ayafahamu ni kujua kwamba kuibainisha njia ya watu waliopinda, watu wa batil, ni miongoni mwa mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wa Allah jalla wa ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza hilo katika Qur'an katika sehemu tofauti tofauti. Anasema Allah jalla wa ala, wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Na kama hivyo tunazipambanua sisi ayat na kuziweka wazi, na ili iwe wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo Allah jalla wa ala kuziweka wazi ayat na kuzipambanua, ili mtu akizisoma hizo ayat afahamu njia ya watu waovu waliozipinga aya hizo na kwenda kombo kinyume na njia ya Allah jalla wa ala aliyotaka waja wake waende nayo. Lakini ayuha al-ikhwa, kwa hiyo inatakiwa tufahamu kwamba kufanya hivyo ukaibainisha njia ya watu waovu sio kuleta farqa katika umma, bali ndio kuleta umoja uliojengeka katika umadhubuti wake unaohimidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na sio umoja uliojengeka juu ya batil ikawa watu wafichiana maovu na kupeana nyudhuru katika uovu wanaofanya, alimradi tu kwamba sisi tunalinda umoja wetu. Si kweli umoja huo wala hauhimidiwi katika Uislamu wala haukubaliwi. Lau kama tu watakusanyika, watu watakusanyika juu ya uovu na upotevu, Allah hayuko radhi nao kabisa watu hao. Hata kama baadhi yao watakuwa wamesibu haki na wengine wako katika batil, lakini mkaamua kufumbiana macho na mkawa kitu kimoja, Allah haukubali umoja huo na anaupiga vita umoja huo, haukubali Allah jalla wa ala. Allah ametuamrisha tushikamane juu ya kamba ya Allah kwa pamoja, la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid, kwa ukweli kabisa, kwa mujibu wa masharti yake yanayoelezwa na Uislamu wa sawa aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ambao walikuwa juu yake maswahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Wadhālika ad-dīnul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka. Na ili tuambiwe kwamba sisi ni kitu kimoja, sisi tutataka umoja, ni lazima tukemeane juu ya munkarat, juu ya mambo maovu, mambo ya batil, mambo yasiyokubalika katika dini, kufuru, shirki, nifaq, bid'a na khurafati mbalimbali. Lazima tukemeane na tuambiane usawa, na kufanya hivyo ndio uadilifu na mapenzi ya kweli. Ukiona wewe unazungumza maneno ya batil, halafu jamaa zako wa karibu wa kupamba pamba, najua shekhe bana mashallah pale unajua umezungumza sana pale kadha na kadha, ufahamu hawa hawakupendei khairi wala si watu wazuri wa kusubiana nao hao. La khaira fi qaumin la yansahu ba'dhum ba'dha wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Hakuna khairi kwa watu ambao hawanasiani baadhi yao kwa nasi baadhi nyingine, wala hakuna khairi kwa watu ambao hawapendi wenye kutoa nasaha. Ukiona wewe upendi nasaha kwa sababu ya cheo ulichokuwa nacho, kwa sababu ya utukufu uliokuwa nao kwa watu, basi ufahamu kwamba wewe bado huna daraja ya imani, una nafsi katika imani yako, bali huenda mambo unayafanya kwa ajili ya riya, ili watu wakuone, wakujue, wakutangaze. Lakini ukiona moyo wako umefungua kwa ajili ya kupokea nasaha kwa ndugu zako, kutoka kwa ndugu zako, hata kama ni mahasimu zako, lakini wamekunasihi jambo la kweli, kubali jambo hilo, na huo ndio Uislamu unavyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala aliwasema vibaya Banu Israil, wana wa Israeli, kwa sababu ya kutopenda kwao nasaha na kutonasihiana pia. Yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah hali yakuwa ametukuka na amekuwa juu, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil
ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israeli kupitia Daud na Isa mwana wa Maryam, kupitia ulimi wao kuwapa nasaha, waelezea wakawa wamekufuru, wamekataa. Miongoni mwa sababu za kulaaniwa kwao, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hiyo ni kwa sababu wao walilaaniwa kwa sababu ya vile walivyoasi na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka. Miongoni mwa dhambi baya lililofanyia walaani Allah jalla wa ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani juu ya maovu wanayoyafanya. Mtu akifanya uovu anafumbiana macho, hawazuiani uovu wala kukatazana. Labisa ma kanu yaf'alun, ni ubaya ulioje wa yale waliokuwa wakiyafanya. Wana wa Israeli wamejumuishwa kwa pamoja katika uovu wao na laana kwa sababu ya kile walichokuwa kifanya cha kutokatazana munkarat. Kwamba wewe nyamaza bana, inakuhusu nini? Kiherehere tu kusema sana, wajifanya wajua sana, wajifanya una elimu sana, na maana wewe una elimu kuliko mtu fulani. Wewe si wajuzi tu, wewe kadha na kadha. Basi kama ni hivyo, hata manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wasingetumwa, kwa sababu tunaona manabii wa Allah jalla wa ala wanakuja kuwalingania watu wengine ni baba zao. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kupewa utume na Allah subhanahu wa ta'ala awalinganie watu, miongoni mwa watu waliowalingania ni Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo. Walikuwa wamemtangulia kiumri, bali ni baba mdogo zake wa kumzaa hasa kina Abu Talib, lakini hilo halikumzuia kuwalingania wao kama baba zake. Na wala haambiwi kwamba wewe umekuja na batil. Lau kama ingekuwa ni haki basi tungekuwa nayo sisi baba zako. Haya ni maneno ya batil. Kwa hiyo mtu asija akasema akiona tunawaradi watu wa batil kwamba wewe kijana mdogo, ukuja juzi tu, unawashinda elimu hawa, wakikosea sisi tutawakosoa. Na kupeni mfano kuonyesha kwamba watu wana maneno ya batil na maneno ya uongo. Sisi tufahamu kwamba baadhi ya ulama wameteleza katika baadhi ya masail. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ameteleza sehemu kubwa katika kuthibitisha sifatullah subhanahu wa ta'ala. Na mimi naamini kwamba baadhi ya mashaikh ambao ni walinganizi wa leo, hawa wanaokataa kunasihiwa, wanakubali kwamba Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wameteleza katika masaili ya sifati kwa kiasi kikubwa sana. Lakini je, tuambiwa tukikosoa kwamba jamani Imam An-Nawawi hapa alikosea, Imam Ibn Hajar hapa alikosea, je waambiwa kwamba wewe una elimu kuliko Imam An-Nawawi? Tusema hatuna elimu kama Imam An-Nawawi, wala tufikii hata theluthi ya elimu zao. Lakini ndio wakikosea wasikosolewe, watu wafuate kile walichokisema ambacho hakiafikiani na Qur'an na Sunna. Hii si utaratibu wa Uislamu, na upuuzi huu wanaoleta ni watu wa batil, hizbiyun ndio na utaratibu huu. Lakini alhamdulillah mashaikh wa kisalaf wako madhubuti kabisa katika msingi huu. Akikosolewa atakubali kwamba hapa nilikosea, kama ni kuleta tauba kwa Allah jalla wa ala na kutaraja katika makosa, na hivyo ndivyo inavyotakiwa katika Uislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia watu ambao katika wana wa Israeli hawa walioamua kutoka kidete, kujitoa nafsi zao kwa ajili ya kuwalingania wenzao waache uovu, na wenzao waliokuwa kama baadhi ya watu walivyo na akili zao mbovu. Wewe ukitokea kuwakosoa wenzao wanasema kiherehere tu hicho, si ungenyamaza tu, kwani kadha na kadha. Kuna watu hawa wanawaiga wana wa Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza hayo katika Qur'an, asema was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah jalla wa ala anatuelezea kisa cha wana wa Israeli kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza kuvua samaki siku ya Sabato, yaumu sabt, kwamba hakuna kuvua samaki. Lakini akawapa mtihani katika siku ambayo amewakataza, samaki wanakuja juu juu, wanaelea juu juu ya bahari, kiasi ambacho unaweza ukawakamata kwa urahisi.
na ukitega mtego utawakamata wote wale. Sasa wale watu wamepewa ibtila hiyo. Walichokifanya wao wakaona henga tukomeshe. Wanafanya siku ya Ijumaa ndio wanatega mitego yao. Alafu wanakuja kuitoa Jumapili, kwa hiyo Jumamosi nzima ile hawafanyi kazi lakini wamefanya khiana. Wanatega mitego yao Ijumaa ili wawapate wale samaki. Kama alivyotafsiri hivyo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake. Lakini Allah mtihani aliowapa ikawa siku nyingine samaki hawatokei juu, wanakosekana, wanapatikana Jumamosi tu wa wingi. Kwa hiyo wanafanya khiana. Kikatokea kikundi cha watu kikawaambia, hivi mnavyofanya ni khiana. Allah amewakataza jambo hili, acheni khiana nyinyi. Sasa kuna watu wanajifanya waungwana kwamba sisi hatutaki furqa. Watu kitu kimoja bana. Wakifanya hivi hawajakosea. Sio? Kuna watu wako hivyo mpaka leo. Sasa kuna watu walikuwa hivyo katika hao wana wa Israeli. Wakaambia mna nini nyinyi bana? Kazi yenu kuzungumza tu, kusema tu, vihelele tu, si mwanyamazie hawa. Allah jalla wa ala anasema wa idh qalat ummatun minhum. Nakumbuka waliposema watu miongoni mwao, lima ta'idhuna qauma. Kwa nini mnawaidhi watu na kuwapa mawaidha? Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Allah kitaka atawaangamiza wao au atawaadhibu adhabu kali. Waacheni bana. Ufanye mambo yao, kila mtu afanye 50 yake na 50 yake. Hakuna habari za kufatana hapa. Wakajibu wakasema qalu ma'dhiratan ila rabbikum. Wakasema sisi tunachukua udhuru kwa Mola wenu. Allah jalla wa ala taka udhuru akituuliza kwa nini hamkusema, tunasema tulisema tukawaambia lakini walikuwa visoi hawasikii hawa. Wala'allahum yattaqun. Lakini malengo mengine ya kufanya nasaha kwa hawa watu huenda wakarudi nyuma wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala wakaacha vitendo vyao hivi. Sasa na sisi tuwaambia nyinyi mnao comment, mnaotukana, haulingane kielimu, sijui kadha na kadha, hauna haja ya kumnasihi hivi na hivi, sisi tuwaambia ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Tusema kama hawa huenda wakamcha Allah jalla wa ala, mtu akakaa katafakari akaona anayoambiwa haya ni maneno ya kiume na ni maneno ya sawa kabisa na ndio maneno ya dini, akaacha yale anayoyafanya katika bid'a na khurafati. Kwa sisi hatutonyamaza kwa sababu ya maneno ya watu. Na tunajua kwamba tunayofanya haya tutakutana nayo malipo yake mbele za Allah jalla wa ala. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kabul katika maneno yetu na turuzuku ikhlas katika matendo yetu na maneno yetu tunayozungumza. Na Allah atuepushe kumdhulumu yeyote, kuanzia heshima yake, kumdhulumu haki yake na kila alichonacho, isipokuwa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu, sisi tunapoyakashifu na kuyaweka wazi maneno ya Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdari ndugu yake na Sheikh Kishki aslahana Allah wa iyahuma, hatujakurupuka katika hili, bali tuna malengo makubwa ya kuweka imara umma na kuufahamisha umma kwamba huyu mtu anazungumza maneno ya batil na yataudhuru umma wa Kiislamu na hasa ahlus sunnati wal jamaa. Watadhurika naye mtu huyu watu wengi ambao hawajishughulishi na mambo ya kusoma lakini wanaupenda Uislamu wao, hawa watadhurika na huyu, kwa sababu ukimtazama shakli yake na alivyo utasema huyu ndiye mwana wa chuoni anayefaa kuzungumza, na kadhalika utadhania kwamba anachokizungumza ndiyo haki kwa sababu anazungumza lugha kama vile ni ya kielimu, hali ya kuwa anachokisimamia ni kitu cha batili. Kwa hiyo wasipopatikana watu wa kumfichua juu ya batili zake, watu watapotezwa sana, na washapotezwa wengi. Ndio maana utaona vijana wengi katika comment ikiwekwa video ya kumradi huyu bwana, utasikia mtu anazungumza asema huyu ana elimu kubwa kuliko mashekhi wote Tanzania, wamparamia vipi si kadha na kadha, kwa sababu washaathirika naye tayari. Sasa sisi hizo hatulijali hilo, sitafichua yale maovu yake anayozungumza na kwamba kauli zake ni za batili, na yeye anatakiwa arejee nyuma, aache kutoa fatwa za batili, asimame katika msingi wa kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na sisi tukizungumza hatuzungumzi kumfurahisha mtu kwamba bana unajua hivi na hivi, singemfuata singefanya nini. Sisi haya hatuyajali wala hatumfurahishi mtu hapa, kwa sababu ridha an-nasi ghayatun la tudrak, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, radhi za watu
ni ukomo usiodirikiwa, yani ni malengo yasiofikiwa. Huwezi kufikia malengo ya kuridhisha watu wewe ikiwa mtume wa Allah jalla wa ala aliyetumwa akiwa ni afsahun nas lisanan wa bayanan, yeye alikuwa ni mfasaha zaidi wa mazungumzo na kubainisha haki. Walimkataa iwe sisi wenye vigugumizi katika kuzungumza, lakini maadamu tumeisimamia haki, ninaamini kwamba kuna watu biidhnillah watanusurika, hata kama ni mmoja tu aliyekuwa nakubali fatawa zake akaona kumbe hizi ni batil, sawa sawa ni kadha wa kadha wa kadha, yatosha hilo. Ali radhiallahu anhu aambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam akimtuma Yaman kwamba Allah kumuongoza mtu mmoja kupitia wewe ni bora kwako wewe kuliko kupewa ngamia mwekundu. Kwa hiyo tunajua kwamba ubora wa watu kusikiliza mambo kama haya, na katokea mmoja akaelewa, ni khairi kwetu sisi biidhnillah ta'ala, na tutaukuta ujira wetu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi insha Allah tutajitahidi kutahadharisha watu juu ya fatawa zake hizi, fatawa za kizushi ambazo anaziendeleza shekhe huyu, kwa sababu ni mtu tayari anasikilizwa na jamii na anaaminiwa na jamii, na hasa jamii ya watu wa kawaida ambao hawajishughulishi na mambo ya kielimu. Lakini mtu ukiwa na maarifa, unaijua da'wa, alhamdulillah, mtu huyu akubabaishi, akizungumza wajua kwamba hapa amezungumza batil na hapa amezungumza haki. Kwa hiyo na tunawahurumia watu ambao wanamsikiliza kwa kumzingatia kwa ni shekhe mkubwa huyu, hawezi kukosea huyu. Yani uje upatie wewe fulani alafu akosea Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal, haiwezekani. Hawa ndio tunawakusudia hasa katika rududi kama hizi. Sasa baada ya kueleza haya, ayuha al-ikhwa, huyu shekhe huyu juzi aliulizwa swali katika masai yanayofungamana na kutamka nia wakati wa kuziendea ibadati, na hasa ibada ya swala. Kwani je, yafaa kutamka nia? Mfano kusema nawaitu usalli fardha salati al-asri 4 rak'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mfano kusema hivyo, nimenuia kuswali faradhi ya swala ya asri ikiwa ni raka 4 kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, afisema Allahu akbar. Je, jambo hili ni jaiz kisheria? Na mfano wa matamko kama haya wanayosema na kuyaleta baadhi ya ndugu zetu katika kuswali kwao, je, jambo hili lafaa? Majibu yake sasa yasikilizeni alivyosema shekhe huyu. Hamna dua, unaweka nia tu. Kama wewe unachukua tahara katika haidhi au janaba au hata udhu, unaweka nia wewe unataka kuchukua tahara ya haidhi au janaba ndani tu, hamna haja kutaja. Sawa. Ni hii inatosha. Na mtume anasema walikuli mrin ma nawa, na mtu yote Allah anamjalia kitu ambaye ameweka nia ndani. Sawa. Ama kwa baadhi ulama Shafiia, mtaakhir Shafiia, anasema utamka nia katika hasa sala ni sunna, wapo ni ijtihad ulama, lakini kauli rajih Allahu alam inna nia mtume sallam hajadhihirisha nia isipokuwa katika ibada ya haji, labbaik Allahumma hajjan au umra kasema. Ama sehemu yote katika funga Ramadhani, katika sala, katika tahara, alikuwa mtume Muhammad sallam hadhihirishi. Bora tufuate mtume Muhammad sallam amedhihirisha, tudhihirishe. Sema ambaye hajadhihirisha tunyamaze. Hii kule kuwa anaenda kuoga ashaiweka kwenye moyo wake inatosha, hiyo nini inatosha. Sasa mtu mmoja mimi zamani nakumbuka kuliko Yaman kanifanya mjadala hii, yasema bwana kutubu Shafiia mwisho unasema waljahru biha sunna. Mwambie hii ulama mwisho wa Shafi'i, lakini Shafi'i wenyewe akubali mambo hii. Shafi'i katika rahmatullah alayha, Imam Shafi'i anasema ni sala tofauti na ibada yoyote. Umeelewa? Na wakati mtu anaingia sala lazima aingie kutamka, aingie kutoka mtamshi atamke. Sasa baadhi ya Shafi'i wameelewa vibaya. Imam Nawawi ametaja hivi katika majmuu rahimahullah ta'ala, jina lake anaitwa Abdullah ibn Zubair kama sijakosea, au ibn Zubairi, ambaye huyo amezaliwa baada Shafi'i kufa mshapita miaka mingi sana. Kaelewa kwa maneno Imam Shafi'i katika wakati anaongea kitabu al-Hajj, anasema sala ni tofauti na ibada nyingine. Wakati unaingia sala lazim utamke. Sasa huyu Abdullah Zubairi mwenyewe anasema fahima ghalat au ghalata hadha, amekosea kivipi?
Shafiia anakusudia sala wakati unaingia lazima uwe kwa takbir Allahu akbar, sio kutamsha nia, sio nia. Sasa huyu amefahamu hivi na baadhi Shafiia ameandika hivi. Nadhani bila shaka mmemsikia Sheikh kaulizwa fatwa kwamba wasemaje, sheria ya Uislamu yasemaje, yani Uislamu unatufundishaje sisi kuhusu kutamka nia wakati wa kuswali au funga Ramadhan na mengine katika ibadati. Lakini sana tuzungumzia jambo la swala sababu ndio kazunguka nalo sana. Je, jambo hili ni jaiz kisheria? Mimi nilipomsikiliza mwanzo wa jawabu nilidhani kwamba mashaallah huenda rududi zimeanza kumnyoosha huyu na ameelewa, kwa sababu amejibu vizuri sana kama inavyotakiwa, kwa sababu alijibu kwa mujibu wa maslaki ya ahlul ilmi wanavyojibu masaili kama haya vizuri kabisa. Akaeleza kwamba jambo hili halina haja wala si katika sunna kufanya hivyo. Nadhani mmemsikia vizuri kabisa, na akatoa akwali hapo za wanawachuoni kwamba wao wamestadili na hilo kwamba hakuna kutamka nia kwa sababu hakuna juu yake dalili, na Uislamu ndivyo ulivyo. Sitaunga mkono kwamba Uislamu ndivyo ulivyo, utakiwi kufanya ibada yoyote isipokuwa kwa dalili. Kama haina dalili inakuwa ni uzushi, ndio asli ya ibadati. Sasa ndugu yetu huyu Sheikh Abdul Qadir akajibu hivyo, akaelezea. Lakini Shafi'ia mutaakhirun wao wameona kwamba jaiz kutamka nia, bali wengine wakasema ni sunna, na ni kweli wamefanya hivyo. Akaeleza hapo, lakini akasema sawa sawa ni kutamka nia, na hivyo ndivyo inavyotakiwa kujibu hivyo. Masai yakitokea kuna khilafu na wanachuoni wengine walisema hivyo, lakini hawakuegemea dalili. Unaweza ukawaeleza watu kwamba lakini dalili iko hapa, kwa maana hili halifai kwa mujibu wa dalili 1, 2, 3. Hivyo ndivyo inavyotakiwa katika sheria na Uislamu na ilmu. Mtu akiwa anabainisha elimu na ashaaminiwa na watu afanye hivyo kama alivyofanya hapa mwanzo, akaenda vizuri kabisa akayaeleza haya. Sasa hili ni jambo la muhimu sana, na kufanya hivyo ndio sawa. Ukaeleza kwamba bana kuna wanachuoni wameona hivi, lakini je, walivyoona ni sawa? Kama ilivyokuwa katika mambo ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wanachuoni wameona kwamba itafaa kwa sababu 1, 2, 3, lakini hakuna dalili juu yake. Je, itakuwa ni sunna hiyo au itafaa ni bid'a? Na mengineyo mengi utakuta wanachuoni, kuna baadhi ya wanachuoni wamejuzisha kupitia mlango fulani, lakini ikabaki ni bid'a hivyo hivyo kwa sababu hakuna juu yake dalili ya kutegemewa, na ikawa kauli yenye nguvu ambayo ni sawab ni ile inayopinga hilo. Lakini kuna masaili mengine unakuta na khilaf ambayo ni sair na inazingatiwa mbele za wanachuoni, na mtu akichukua sehemu yoyote katika khilafu hizo haambii kwamba amefanya bid'a. Kwa mfano katika hiyo swala, mfano wa kwanza, mfano maamuma kusoma suratul Fatiha nyuma ya imamu anayedhihirisha kisomo, yani mfano salatul maghrib, salatul isha na salatul fajr. Je, maamuma atafaa kusoma suratul Fatiha nyuma ya imamu anayedhihirisha kisomo? Kuna khilaf kubwa baina ya wanawazuoni. Kwa hiyo mtu ataamua sasa, kwa sababu na wote wana dalili. Tunachokizungumza hapa wote wana dalili zao walizozitumia katika kufanya istimbati ya masaili haya. Hawa wana dalili zao na hawa wana dalili zao. Kwa hiyo wewe sasa utasoma kwa mujibu wa ilmu yako, utaangalia je, kwa mimi nilivyodhihirikia baada ya kusoma pande zote mbili, kauli yenye nguvu ni ipi kwa mujibu wa dalili zilizonitosheleza mimi. Na inawezekana mwingine akasoma dalili zote lakini akaona dalili za hawa ndio zilizomtosheleza, na huyu akaona dalili za hawa ndizo zilizomtosheleza. Hapo hakuna ugomvi wala hakuna kubid'ishana wala kusema fulani kafanya bid'a kwa sababu kasoma nyuma ya imam aliyedhihirisha swala, na wala haambiwi huyu kafanya bid'a kwa sababu hakusoma nyuma ya imam aliyedhihirisha kisomo. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hapa tutiani katika bid'a kwenye hili, wala tuambiwi fulani kafanya bid'a. Lakini kadhalika kurudisha mikono wakati wa i'tidal, yani kutoka kwenye rukuu kunyanyuka juu, umerukuu sami'a Allahu liman hamida. Je, mikono yako utairudisha kwenye kifua chako kama ulivyokuwa umeifunga wakati wa swala au utaiachia? Khilaf baina ahli alilm, kuna khilafu kubwa na wote wameegemea dalili. Kwa hiyo wewe utasoma kwa mujibu wa ulivyosoma, utaangalia je, lenye nguvu ni kipi kilichotarajah kwangu mimi katika haya, utachukua msimamo wako.
wala hutowabidhiisha wenzako eti kwa sababu hawarudishi mikono au wanarudisha mikono. Hali khilafu zinazofahamika mbele za ahlul-ilm. Lakini kadhalika katika hizo khilafu ni je, mtu anapotoka kwenye i'tidal kuporomoka chini kwa ajili ya kusujudu atangulize magoti au atangulize mikono? Khilaf baina ahlul-ilm. Kuna khilaf baina wanazuoni, tena khilafu kubwa, na wote wana hujja katika hili. Sasa haya ndiyo khilafu zinazozungumziwa, kwamba tusibidishane kwa khilafu kama hizi, au mambo ya kutikisa kidole wakati wa tashahud na kukiachia bila kukitikisa. Je, wakifanya hii ukifanya hivi umefanya bid'a? Haya ndiyo masaili yanazungumziwa ambayo khilafu yake inatambulika kiilmu. Hakuna kubidishana katika hili. Lakini kuna mambo yakitokea haya inakuwa ni bid'a, kama hili jambo la at-talaffuz bin-niyya. Kutamka nia kabla sala ni jambo la bid'a, kwa sababu halijathibiti hilo wala halina dalili juu yake kutoka katika Qur'ani wala Sunna wala amali ya salaf. Hawakufanya jambo hili. Kwa hiyo hakuna masala ya kwamba bana Shafi'iyya mutaakhiruna waliona hivi na hivi. Wao tutawaheshimu kama wanawachuoni, ni mujtahidun, wanajitihadi katika hiyo, wamefanya ijtihadi katika hilo, lakini wakakosea katika hilo. Je, muamala wetu kwao ni upi? Ashatufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun. Anapojitahidi alim mwana wa chuoni kisha akapatia katika jitihadi yake ana ujira mara mbili, na anapofanya jitihadi mwana wa chuoni akakosea katika jitihadi yake atapata ujira mara moja wa kujitahidi, lakini sio kukosea. Na haifai kumfuata katika makosa yake. Utawabainishia watu, baadhi ya wanachuoni wameona hivi lakini hawana dalili juu yake, kwa jambo hili halifai. Ndiyo amana ya ilmu Sheikh Abdul Qadir al-Ahdali, na sio kuwalaghai watu ukaanza kuzungusha maneno kama unavyofanya wewe, kwa sababu hawa wanachuoni ni maadhurun, wamepewa udhuru na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ishapa udhuru, wakiona masala fulani kwamba haya tafaa kwa jitihadi walioifanya katika masaili hayo, wataambiwa nyinyi mmepewa udhuru, lakini jambo lao hilo halitokubalika wala halitokuwa ni sheria mpaka ije dalili ya kulijuzisha. Sasa ndugu yangu, wewe unakuja unataja hayo na unathibitisha kwamba sunna ni kadha na haitofaa, kwamba sunna ni kadha, na kutamka haijaja sunna juu yake wala hakuna mafundisho juu yake, na akayaweka majibu vizuri kabisa kipande cha kwanza. Lakini ma'al asafi shadid, yeye baada ya kuyaeleza haya yote akaja kuyaharibu huko mbele. Na yeye ana msingi madhubuti wa kitabu cha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza maelekezo ya kufanya wakati wa ikhtilafu kama hizi. Tufanyaje sisi? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mkizozana juu ya jambo lolote, huyu kashikilia hivi ukashikilia hivi, wewe rejea katika Qur'ani na Sunna. Amesemaje Allah? Madha qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na si kuchukua kila khilafu ni mu'tabar. La, jambo haliko hivyo na wewe wafahamu hilo. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba umekuwa ni mulabbis, unafanya talbis ya hali ya juu katika masala ya ilmu na unamfanyia khiana umma. Hivyo ndugu zangu waislamu, lau kama jawabu la Sheikh Abdul Qadir al-Ahdali aslahana Allah wa iyyah lingekuwa limeishia hapo, angekuwa amepatia na amefanya uzuri kabisa. Lakini kwa sababu shekhe huyu anajifanya eti hataki kumkwaza mtu yeyote na hataki farqa kama anavyodai yeye, anataka aunganishe umma uwe kitu kimoja. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kutafuna huku na kule, ataka kila mtu amridhishe. Shekhe, hilo haliwezekani. Huwezi kumridhisha kila mtu. Wewe ukitaka kuwaridhisha watu, hilo haliwezekani. Mridhishe Mola wako aliyekuumba, baki katika mstari wa sawa. Huwezi wewe kuziunganisha nyoyo hizi, ila Allah jalla wa ala akitaka aziunganisha nyoyo. Na ukiwa mkweli watakupenda watu wa haki. Watu wa haki watakupenda tu, hata kama ni baada ya kufa kwako. Maneno tulizungumza juzi, hata kama ni baada ya kufa, lakini ukiacha athari mbaya kama hii unaileta, wallahi utafedheheka na jambo litarudi kwako kuwa baya. Kwa sababu watu wanasoma, hao wanafunzi wako wenyewe wanasoma,
watakwenda watasoma, mwana Sheikh alitudanganya hata kama ni baada ya kufa watakutia illa wewe. Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali Allah mrehemu, hapa alikosea, sawa sawa ilikuwa hivi na hivi, na wataamini maneno yetu tunayowaambia hawa kwamba haya anayoenda kwenda nayo shekhe wenu ni makosa wala hajapatia. Kwa hiyo usitake kuremba watu, unajua hivi na hivi, ukaangalia maslahi fulani ambayo ukiyakosa ni tatizo. Yani labda vyeo, watu washakukaribisha kwenye hafla zao na vitu kama hivyo, alafu wa kwanza itakuwaje? Hayo usiangalie shekhe, rudi nyuma, tubia kwa Allah jalla wa ala, kuwa mkweli, nyoka katika usawa, wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Uko wapi na ayati kama hizi? Usifuate matamanio ya wale ambao hawajui, hawaifuati haki, utaangamia, utapoteza mwelekeo katika jambo la dini yako. Utakuta umesoma muda mrefu, umejitahidi, lakini hukupatia katika kutoa fatwa zako. Au acha hayo mambo ya kutoa fatwa, wale walazimishwa, acha kujibu maswali hayo kama waogopa watu, lakini ukizungumza haki, kwa sababu hawa unaotaka kuwaridhisha hawatakusaidia wewe katika kaburi lako utakapokuwa unaulizwa na siku ya kiyama kuhusu fatawa ulizokuwa ukizitoa hiza batil. Wallahi hawatakusaidia chochote wewe, bali wanaweza kukulaumu, kwa nini ulitudanganya Sheikh, kwa nini ulitupoteza katika njia, wal billah. Unakuja siku ya kiyama unaambiwa wewe utabeba mzigo wao, madhambi yale waliokuwa nayo, na madhambi yako mwenyewe na madhambi ya wale waliowapoteza pasi na ilmu. Na hii ni hatari kubwa sana. Nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa hiyo kuwa makini Sheikh, na sisi tukikwambia haya tukupenda, wale wasiokupenda na wanaokutetea na kukuona kwamba Sheikh wamhusudu hii kadha na kadha, wanaokupenda wakwambia ukweli, acha kuwapoteza watu. Na kadhalika sisi tuwapendea waislamu khairi, asiwapoteze Sheikh huyu. Sasa Sheikh baada ya kuzungumza haya ambaye alikuwa ni maneno ya sawa mwanzo kabisa, akaja kuharibu. Sasa sikilizeni alivyosema. Sasa akaleta maneno ya kutaka kuleta talbisi, sasa kutaka kula kote kote. Ashazungumza msimamo ni huwa sawa na ndivyo, alafu akaanza kutafuna kote kote. Msikilizeni. Lakini kama mtu ametamka, wala simuoni mtu ameingia dhambi au amefanya kitu anatangia motoni, hatusemi hivi. Lakini hii ambayo kinyume ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu asitamke. Alafu Mnawi anasema Sheikh Abu Bakar samani kidogo hapa, anasema kama mtu anasema nawaitu usalli fardhu adh-dhuhri 4 rak'at, na katika moyo anakusudia asr, anasema ya asr ndio itakuwa sala. Okay. Au jamaa alifanya munakasha hivi kwa Yemen, bala nimwambia mbona mimi na wewe tunakula chakula, mbona wewe hujaweka nia? Kama mbona unasema mimi nakula leo baba, mbona hujasema? Hasa lakini hujakula au hujatamka. Almuhimu masala kutamka ibada, nia ni masala bora mtu asitamka. Kama amezoea kutamka kufuata wa Shafi'i hawa mwisho, ana shida kimi naona ni kinyume ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wengine unaona Sheikh wakati mdogo zamani watu wote rukuu, mtu anakuja sema na watu salafu ana tashwishi watu. Sema Allahu akbar, ingia tu. Sawa. Na wengine wanasema ulama na kitu kingine mimi nakubali nao Sheikh, mimi kitu kingine Shafi'i mutaakhirin nakubali nao kitu moja. Ndio nini? Watu wengine wanaingia sala hivi kama kibubu fulani hivi, aka hivi kimbia. Hicho sahihi. Lazima usome alhamdulillah. Lazima hii ifanye kazi usikie wewe. Lakini hivi unasoma nia lazima usome. Naam. Sasa wewe Sheikh ushawaambia watu na kuwaaminisha ukweli, na ndio ukweli kwamba hili jambo la kutamka nia si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu wageuka upande wa pili, waanza sasa wataka usiwakwaze watu, jamaa zako hao wataka usiwakwaze, waanza kufanya talbisi eti. Lakini mtu akitamka nia, hatusemi kwamba apata dhambi, tusiseme kwamba apata dhambi wala ataingia motoni. Haya ni maneno ya talbis. Anza kufanya talbis, anatengeneza mazingira sasa ya kutaka kuwafanya wale watu wake wale jamaa zake watamkania wale asiwakwaze. Akwambia lakini mtu akifanya hivyo tusiseme kwamba apata dhambi wala ataingia motoni. Haya maneno unaweza kuona kama ni kawaida, lakini haya ni maneno ya talbis na ataka kuupoteza umma kupitia maneno haya.
Wasishasema kwamba hasio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasemaje huyu hapati madhambi sasa? Yani inawezekana vipi wasemaje kwamba huyu hapati madhambi ikiwa atatamka nia na hali ya kuwa ashajua kwamba nia, kutamka nia ni bid'a na si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano wako wewe mwenyewe. Mfano wewe Sheikh Abdul Qadir ushajua kwamba jambo la kutamka nia si katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu waja usali faradhi salati al-asri 4 rakaat ukatamka nia pale, Allahu akbar. Wewe wapata dhambi upati dhambi? Wapata madhambi. Ndio jawabu lake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ushajua kwamba hii ni bid'a wala hakuna juu yake mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu waje watamka wapata madhambi. Atapewa udhuru mtu asiyejua. Akishajua apata madhambi kwa sababu bid'a ni upotevu na bid'a ni katika madhambi, kuleta uzushi katika dini Allah jalla wa ala katika madhambi. Ama masala ya kusema hao ataingia motoni, hizo ni talbisi tu. Hakuna mtu aliyesema kwamba mtu akifanya bid'a fulani aingia motoni. Kwanza al-sunna sisi tuwakufurishi watu. Hali maneno ya kutaka kuwazuga watu. Kwa hiyo watu kuweni makini na huyu mtu. Huyu mtu ana talbisati nyingi. Akiulizwa maswali utashangaa. Tara ajab al-ujab katika majawabu yake. Azungumza tena kwa lugha ya kuashiria kana kwamba ni mambo ya kielimu haya. Kumbe awapoteza watu bana. Sasa maneno kama haya kwani kuna inawezekana kaja mtu mjinga akaona sasa kuna ubaya gani wa kuyajibu maneno kama haya? Kuna uwajibu tena mkubwa sana wa kuyajibu kwa sababu kuna watu wanahurika naye. Kuna watu walikuwa wanaona kutamka nia ni bid'a. Waliposikia fatwa hiyo kumbe sio bid'a. Waza ukatamka au usitamke basi mimi nabaki na msimamo kutamka lakini si bid'a. Yani siwaambii kwamba wamefanya bid'a wale wanaofanya hivi. La, jambo haliko hivyo. Ile ni bid'a tena dhalala. Kwa hiyo hataki kuleta habari zake za kwamba tusiseme kwamba apata madhambi au ataingia motoni. Madhambi apata. Mambo ya motoni hayo sasa ni mambo mengine. Sisi hatuyasemi hayo. Tuasema lakini madhambi apata kwa sababu ya kile cha kukhalifu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa anajua hilo analolifanya. Na hizi habari za kuwa unacheza kote kote, wataka huku uwepo, hilo haliwezekani mbele za watu wa haki, hawezi kukunyamazia. Na ndugu zangu, hizi fatawa hizi za shekhe huyu, mtu ambaye hana ilmu hawezi kuzijua kama bila kubainisha kama hivi. Watu wale fuata mkumbo, wale wanaopenda sunna lakini hawataki kusoma wala hawajui mambo ya elimu, wanapotezwa na huyu shekhe. Kwa sababu inawezekana atoa fatwa watu wamsikiliza, kumbe shekhe kasema hivi bana, ulama amesema hivi kadha na kadha, akapoteza mwelekeo wa jambo la dini yake maskini. Sasa lazima tubainishe, tuwabainishie watu sauti popote itakapofika. Biidhnillah watu wataelewa, wale ambao Allah amewaandikia kuelewa, na asielewa ataelewa baada ya muda biidhnillah. Sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie watu kuelewa ukweli. Na atakayefanya inadi shauri yake na Mola wake. Sisi hilo tulizingatii. Kwa hiyo ndugu zangu, Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdari ni mtu hatari sana. Kwa sababu madhari yake ukimwangalia kana kwamba ni katika ahlus sunnati wal jamaa, na hasa kwa awam, watu wa kawaida. Kwa hiyo anakuwa ni mbaya zaidi kuliko wale ambao washajipambanua. Wanajulikana kwamba hawa watu wa bid'a washajipambanua tayari, kuliko mtu ambaye anadhaniwa kwamba ni mtu wa sunna hali ya kuwa yuko mbali kabisa na jambo la sunna. Hayumo, alingania bid'a kama wazushi wengine. Sema yeye ataka kucheza na akili za watu waliomdhania kwamba ni mtu wa sunna, na hili ni tatizo kubwa. Sasa nyie angalieni, kwa mfano haya maneno aliyasema, lakini hatusemi kwamba mtu akitamka nia atapata madhambi au ataingia motoni. Haya maneno haya unaweza ukayaona ni kawaida, lakini wasipopatikana watu wa kuyabainisha na kuyakashifu maneno yake haya na malengo ya kuyasema yeye, basi jamii itaharibika sana. Kwa sababu kuna watu watatoka na msimamo kwamba hakuna ubaya kwenye kutamka nia. Kwa hiyo bid'a itaendelea na itakuwa. Na zama zinavyokwenda bid'a na khurafati zitakuwa na zitapanuka kwa sababu ya mtu kama huyu. Lazima sisi tumkemee. Shaa man shaa, ametaka aliyetaka, radhiya man radhi, ameridhia atakayeridhia, wasakhita man sakhit, na achukia atakayechukia. Sisi hatutojali hilo, insha Allah tutaendelea kubainisha juu ya batili hizi. Sasa ukitaka kujua maneno haya na hatari, angalia huyu mwenye channel yule anayemuuliza maswali yule, mwenye channel Al-Ibana TV, aliposikiliza jawabu lake la kwanza kabisa, ile mara ya kwanza kabisa amezungumza ndivyo.
akawa amesema mtu anasemaje kule kuwa anaenda kuoga ashaiweka kwenye moyo wake inatosha, hiyo nini inatosha. Mpaka naye akawa anaona kwamba hakuna haja ya kutamka nia, hakuna haja. Yashaelewa kwa sababu ile ni shekhe. Na anajua kwamba shekhe hawezi kusema urongo. Na anachokizungumza ni jambo la ilmu. Kwa hiyo naye akawa amesupport kama mmemsikia huko. Anasema kwa hiyo hakuna haja ya kutamka nia, na mfano wa maneno kama haya. Kwa maana yamemuingia maneno na fatwa za shekhe. Lakini baadaye kabadilika. Kama mtu ametamka wala simuoni mtu ameingia dhambi au amefanya kitu anatangia motoni, hatusemi hivi. Shekhe kaanza lakini tuseme apata madhambi kadha na kadha. Wewe unahisi huyu channel ya Al-Ibana huyu ameelewa nini? Ameelewa kwamba hiyo ni bid'a, si katika mafunzo, au ameelewa kwamba yafaa haina neno kwa sababu mutaakhiru Shafi'iyya wameona hivyo. Ameelewa hivyo. Sasa hizo ndo talbisi ambazo tunatakiwa tuzifunue sisi. Kila anapozungumza biidhnillah sitafunua kwamba hili si sawa, hili silo, hili kadha, hili kwa hivi, sheria yasema hivi. Tutaendelea kusema ila ayasha Allah Ta'ala. Lakini pia Sheikh Abdul Qadir angalia sasa, akaanza kusema tena kwamba lakini ninachokubaliana nao hawa Shafi'iyya mutaakhirun hawa au mutaakhiru Shafi'iyya, hawa waliochelewa waliokuja baadaye katika Shafi'iyya wanasema kadha na kadha na kadha. Hivyo wanavyosema hivi mimi nakubaliana nao kitu kimoja. Akaanza kutoa mfano mtu anakuja kwenye swala afu anakaa kimya, hasemi chochote. Hiyo hamna hiyo. Nadhani mmemsikia hapo. Sasa angalia talbisa anazozifanya. Hivi wewe utakuuliza Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdari, wakubaliana nao kwenye lipi? Kwenye jambo la kutamka nia au kwenye jambo la kuja ukasema Allahu Akbar au ukaleta dua ulistiftah kisha ukasoma suratul Fatiha na sehemu katika sura katika Qur'an, wakubaliana nao hilo au wakubaliana nao kwenye jambo la kutamka nia? Mzo hizo talbisi tunazozisema na kuzifichua ndio hizo. Kwa sababu amesema lakini Sheikh Abubakar mimi nakubaliana nao Shafi'iyya kwa sababu mtu anaweza kaja Allahu Akbar afkimia. Hiyo hakuna hiyo kama mlivyosikia huko. Sasa wewe unataka kuwazuga watu ili upasishe jambo la kutamka nia, hali ya kuwa mahali unapoleta maneno hayo sipo. Kwani nani anayesema kwamba usipotamka nia ukija kwenye swala uje ukae kimya usizungumze chochote? Wakati swala lazima utaharak, midomo yako lazima itaharak, zile harakati lazima zionekane za mdomo wako. Allahu Akbar, subhanaka Allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, na mfano wa dua kama hizo. Alafu a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, mpaka mwisho wa sura. Kisha utaleta sura nyingine. Hiyo ni jambo ambalo halina khilafu ndani yake, wala hakuna asemaye kwamba eti ukae kimya kwenye swala. Sasa wewe watakuwaaminisha watu wajue kwamba unakubaliana Shafi'iyya kwenye nini? Kwenye kutamka nia au kwenye kusoma suratul Fatiha na mfano wake? Sasa hizi ndio talbisi alizokuwa nazo shekhe, kama nyinyi hamjamuelewa. Kwa hiyo sisi tunampa Sheikh Abdul Qadir tambihi kwamba azinduke na kila anachokwenda nacho. Kwanza jambo la fatwa ni jambo la hatari sana. Ulama wakubwa, maimamu walikuwa kilikimbia jambo hili kwa sababu ya kuogopea madhila kama haya. Waulizwa masail waanza kutoa fatwa, kila unaulizwa watoa fatwa. Wewe umejiingiza kwenye jambo baya. Si haramu kufanya hivyo, lakini kuwa mkweli basi na kuwa mwadilifu na chunga amana ya ilmu. Lakini wewe bwana kila kitu kina khilafu, alafu khilafu yake wewe wajifanya utaki kukwaza upande, hali ya kuwa jua dalili ziko wapi. Huo sio Uislamu wa sawa, wala Uislamu hujatuelekeza hivyo. Ittaqillah ayuha sheikh, muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mazungumzo yako. Sema maneno ya sawa, zunguka na dalili unapozunguka, bainisha palipo na haki. Acha talbisi zako unazozifanya kuwadanganya watu na kuwapoteza watu katika njia sawa. Baada ya kumaliza na shekhe huyu, mimi nataka nitoe tambihi. Wale wanaotukana kwenye komenti zao, hilo halitusaidia chochote wala haliwezi kutuzuia kuzungumza, wala kwa kufanya hivyo hamtomnusuru shekhe wenu kwamba hapa kwa sababu mmeandika machafu na mabaya na kutukana kwamba eti mmemnusuru shekhe wenu, bali mwazidi kumpa kifua cha kumwangamiza. Bora mngekuwa waadilifu na wakweli, mngemfuata shekhe ofisini kwake, shekhe, lakini maneno anayoambiwa ni ya sawa kabisa, ndio maneno ya dini, kuna haja ya kubadilika. Sasa ujinga wenu, badala ya kumnasihi shekhe wenu yanayekosea na tunatoa bayina za wazi,
mmoja kumparamia anayezungumza kwamba wewe ufikii shekhe si kadha na kadha. Huu ni ujinga kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kama wewe unaona mimi nimekosea katika kumjibu shekhe wako hivi nilivyokosea, nilivyomjibu nimekosea na si mambo ya kielimu hivyo, washa mic, zungumza kama mimi, rusha mtandaoni, alafu niambie bana hapa 1 2 3, nusuru shekhe wako au mwambieni shekhe wenu ajibu hizi hoja kama aweza. Sasa shekhe hana muda wa kujibu, uongo huo, ni uongo huo. Sio hataki kujibu, hawezi kujibu kwa sababu anachokizungumza anakijua kwamba ni batil. Kwani ufikiri shekhe wenu ajui kwamba anazungumza ni ya batil? Ajua. Hata angekuwa amekosolewa na mtoto mdogo kiasi gani, kwa mambo kama haya anayofanya ni mambo ambayo yamekhalifu misingi ya kiilmu ya kisheria na amekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima sisi tumwambie, wala tuogopi lawama za mwenye kulaumu. Semeni mtakavyosema, na kila mnavyosema tunaendelea sisi kumjibu biidhnillah. Labda aache kutoa fatwa hizo ambazo zimepinda. Wewe washa maiki, zungumza kwamba wewe umekosea kadha wa kadha wa kadha, sawa sawa shekhe alivyosema kwa dalili hii na hii na hii, afu tuone kama mpo. Semeni. Lakini kuleta matusi sio wewe sio kadha, si matusi ya ovyo ovyo, hayo kwanza mimi hayaniumizi kwa sababu nishazoea kutukanwa sana. Kutukanwa huko tushazoea sana, tutukanwa sana. Alianza kutukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bana, wakatukanwa maswahaba, tabi'un tabi'in, duat walisimama katika haki, wametukanwa sana. Tuyaogope sisi tuna vifua vipana vya kuvumilia kutahammal mambo kama haya. Yabakia kama ubinadamu kwamba waona basi Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe mtu huyu, hajui anachokizungumza. Lakini kuleta matusi hayasaidii chochote. Mjibieni shekhe wenu kama mnampenda kweli na kama asema haki. Mbona wengine mwawajibu? Maja fulani asema mtamjibu. Hivi pengine mkatumia matusi. Hizi hoja hamwezi kuzijibu hata siku moja. Sio nyinyi tu, hata shekhe wenu hawezi kuzijibu kwa sababu amesimamia juu ya msingi wa batili. Na siku akijibu ndipo alipojidhalilisha hapo na kujifedhesha. Mtakuja kujisikia anavyojikanyaga. Hawezi, kwa sababu tunachomzungumzisha ni kitu cha ilmu na ndivyo inavyotakiwa hivyo. Ama haya madai ya kwamba wewe Sheikh Abdul Qadir umfikia hata shekhe wako mwenyewe amfikii kielimu, tujalia ana elimu ya Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, akikosea atakosolewa, ataambiwa hapa shekhe sawa sawa ni hivi na hivi. Yeye dawa yake ni kujirekebisha na kutaraja, kwa sababu yeye sio maasum. Amekosea shekhe wenu, mwambieni ajirekebishe katika hilo. Ama baadhi ya watu make nishaikusikia shekhe mmoja wamekaa naye kwenye hadhara fulani hivi, akaanza kumliwaza kwamba Sheikh Abdul Qadir fanya subra kwa wale wanaokusema huko mtandaoni na kusema vibaya, wanakukusanyia thawabu, hawa watakulipa siku ya kiyama. Hawa si mashanta hawa, hivi shanta hivi ninavyozungumza si kadha na kadha hivi na hivi. Wanampa liwaza kwamba wewe fanya subra tu, usihangaike nao hawa. Hiyo sisi ingekuwa wamwambia kwa haki kwamba yuko kwenye haki, wamliwaza hiyo kweli, tungesema ni kweli. Lakini wamliwaza kwenye batil ba, kwa sababu yule shekha anazungumza ni mtu wa bid'a mwenyewe, akimliwaza Sheikh Abdul Qadir. Hayo waliyafanya hata Makuraish alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia semeni la ilaha illa Allah, Allah anasema wantalaqa almala'u minhum, na likaenda kundi la watu katika wao wakawa wanaenda huku na kule, animshu wasbiru ala alihatikum, kwamba tembeeni na fanyeni subra juu ya waabudiwa wenu hawa na waungu wenu hawa. Inna hadha la shay'un yurad, hata ni jambo hili jambo la kimipango na mikakati, hamna kitu hapa, msikubali nyinyi lazimiani na miungu wenu. Kwa hiyo kuliwazana kwenye batili haisaidii, na wakakubali kuliwazika kwamba watakuja kulipa thawabu zake. Sisi tumwambia haki, tuampenda shekhe huyu, tumwambia ukweli. Wewe waje kumliwaza ujinga kwamba baki huko, usikubali. Hawa wanaokusema vishanta hawa kadha na kadha hawa hivi na hivi, hiyo ni kujisumbua na kumsababisha shekhe aote mapembe na kuendelea kwenye batili zake na kumuumiza, kwa sababu siku ya kiyama hutokuwa naye wewe atakapokuwa anajibu maswali mbele ya Mola wake, kwa nini ulitoa fatawa za kizushi na watu wakakufuata. Nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa ndugu zangu, leo nilikusudia kuyahudhurisha haya na kumjibu shekhe huyu, na inshallah namwambia na ninakwambieni akitoa fatwa nyingine ya kizushi tutaijibu. Kila fatwa ya kizushi tutakayoipata kutoka kwake biidhnillah tutaijibu.
mpaka watu wabainikiwe ukweli ulipo biidhnillah, na kwamba huyu shekhe anakusudia badala ya kuunganisha umma anataka kufarikisha umma, kwa sababu watu watakapokusanyika juu ya batil, hiyo ndiyo furqa sasa hiyo, kwa sababu watu watakuwa hawapendani lillahi na watu watakuwa wanapendana kwa ajili ya maslahi fulani, na chuki hazitoisha baina yetu kwa sababu hatupendani lillahi rabbil alamin. Sasa sisi tusimame katika usawa na ukweli, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.